hapa ni Kiwira, Tukuyu. Tunakutana na Glory, mwanamke aliyeanza biashara mdogo mdogo kwa kuuza uji wa ulezi mtaani kuanzia lita 6 hadi 8 kwa siku. Kabla ya hapo nilikuwa na duka, nilishaibiwa dukani, lakini nikapanda viazi ili kurudisha mtaji wangu. Viazi navyo vikaharibika vyote. Sikukata tamaa, nikazidi kupambana. Alijipanga upya, akarejea kwenye biashara ya uji wa ulezi. Kwa msaada wa msamaria mwema alipewa chupa 4 kubwa za kuhifadhia uji. Akanipa na mtaji wa debe moja la unga. Nilipambana, nikakuta kwa siku naingiza shilingi 10,000. Nilichoendelea kufanya, nimeuza uji, nikajikuta narudisha duka langu kwa mara ya kwanza. Sasa nikafikiria kitu gani niende kufanikiwa zaidi, ikabidi niende kubuni chakula. Sasa ule muda anaenda kuuza uji asubuhi, nikawa natafuta wateja. Naandika majina. Kaka, baadaye nitakuwa na chakula pilau. Labda nipata wateja 10. Natengeneza chakula cha watu 20, nazungusha. Lengo langu kubwa ilikuwa ni kutafuta wateja, kuwafuata, kwa sababu nilikuwa nahitaji yani nifanikiwe zaidi. Sema nikifungua mgahawa, wateja wanifuate hapa. Nikaona mimi nahitaji pesa, nitakia pesa nizifuate. Kwa nilichokifanya nilikuwa napika chakula na beba kichwani kwenye hotspot, nazungusha mtaa kwa mtaa. Nashukuru Mungu nilifanya vizuri sana. Acha nianzia sahani 10, kaja 20 mpaka 80. Ndani ya miaka 3 nilifanya hivyo bila kupumzika. Chakula changu kilipendwa sana. Alianza na wateja wachache, lakini kwa bidii, uvumilivu na ubunifu, sasa anauza sahani 1,000 na zaidi. Huu ni mfano halisi wa jinsi mwanamke anavyoweza kuzigeuza changamoto kuwa fursa. Hii ni ukweli wa wanawake wajasiriamali, wanawake wanaojenga familia, jamii na uchumi wa taifa. Nakumbuka kuna siku moja nilipata kazi ya watu 100 ya kupika chakula. Nilifanya vizuri sana. Pale ndo maisha yangu yalipoanza kubadilika. Nilikuwa sina vyombo, niliazima, maisha yakaenda. Jina langu likatangazwa kwa watu mbalimbali. Basi mpaka leo nimefanikiwa, najikuta na kutoka kwenye sahani 10 mpaka saizi naandaa chakula cha watu 2,000, 1,800, nafanya kwenye masherehe. Namna hiyo. Naanza nikatoka mkoa mmoja kwenda sehemu nyingine. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, serikali ya Tanzania inatambua mchango wa wanawake wajasiriamali. Kupitia Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050, wanawake kama Glory wanashikiliwa kama mhimili wa maendeleo. Mikakati ilitengenezwa kupunguza vikwazo, kufungua milango ya mitaji na masoko na kuwawezesha kushiriki moja kwa moja katika uchumi imara, jumuishi na ushindani. Wanawake wajasiriamali ni nguvu ya taifa, motisha ya jamii na tumaini la taifa letu. Hadithi ya Glory inatufundisha mwanamke anaweza kuanza kwa uji wa ulezi uliohifadhiwa kwenye chupa 1 mpaka 4 na kuuza sahani 10 mpaka 20 za chakula, kisha kufanikisha sahani 1,000 na kuunda mustakabali wa uchumi wa taifa.